chini ya 5. Na juzi tu barabara kutoka kule wilaya ya Kigamboni inapitia Somangira, Rugwadu, Mkokozi kuja Mwembe Mtengu, imepatanisho ardhi ipo chini ya 5. Hiyo kwetu ni mafanikio makubwa. Sababu barabara kisema zihudumiwa na TARURA, uwezo wetu wa wilaya Mkuranga ni mchache kuhudumia hizo barabara. Lakini zimefanishwa kwa hadi sasa tuna uhakika masuala ya miundombinu ya barabara kwenye kata yetu itakuwa sio tatizo tena. Pia tunamshukuru diwani wetu wa kata ya Mwandege aliyomaliza, naye pia ndio mgombea wetu Sheikh Nasoro Nasoro. Tulikuwa na changamoto kubwa ya watu kutumia maji yasiyo safi na salama. Lakini mzee yule kwa kutumia wafadhili mbalimbali ametusaidia kuchimba visima virefu 30 kwenye vijiji vyote 4 kulikuwa kata ya Mwandege. Sasa hivi wananchi wanakunywa maji safi na salama. Kwa sababu hizo sisi wana Mwandege tujiandikisha kuwapigia kura zaidi ya 36. Ikifika siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 lazima tukatiki kura za mafiga matatu kwa diwani, mbunge na rais wote kutoka Chama cha Mapinduzi. Nami kama mwenyekiti wa CCM kata nilifanya ziara kwenye sehemu zote, kwenye vituo mashina, matawini, sehemu zote. Kila sehemu nikipita wananchi wanahamasa wana 29. Nasi kata Mwandege tuna vituo 89. Kwa hiyo wananchi wetu foleni zitakuwa ndefu. Wakifika tu dakika 10 foleni zinaisha. Sababu tumejipanga vizuri. Wale wazee watasaidiwa kufika kwenye vituo ili wapige kura haraka na kurudi nyumbani. Kwa kupitia media hizi nawaomba muwatangazie wananchi wa kata Mwandege kwamba amani ipo ya kutosha. Vyombo vya ulinzi na usalama chini ya mkuu wetu wa wilaya Khadija Nasri wamejipanga vya kutosha kuhakikisha wananchi wanapiga kura kwa amani na utulivu. Sasa kwa nini tunakwenda kuwapa kura tena Chama cha Mapinduzi? Unajua ni chama chetu kina mkataba kati ya wananchi na serikali. Mkataba wetu ndio hapa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani hii ukianzia ukurasa wa 100 mpaka 100 na kuendelea utaona mambo mengi yameainishwa huko. Tuna changamoto kubwa, watu wa kusini hawana stendi ya uhakika wa kushuka. Wanashuka pale Mbagala Sudan, wakishuka wanapata shida, wanadanda. Wana-Israeli walichukuliwa mateka na Palestina, Palestina wakachukuliwa mateka na wana-Israeli. Unamkuta familia nzima imeondoka, amebaki mtoto mdogo na ameangukiwa na nyumba. Mpaka dunia ikafikiria ikaona hiki kinachofanyika hapa sicho, mpaka wamefika makubaliano ya kukabidhiana wafungwa. Nilikuwa naangalia katika taarifa za habari, kuna vijana walichukuliwa na Israeli, wa kijana wa Palestina miaka 20. Amani imetoweka zaidi ya miaka 20. Familia inajua labda ndugu yao amefariki, lakini baada ya kumuona hawakuamini. Anatoka kijana anakuja kuangalia familia, anauliza, anaambia udada yako, huyu kaka yako, walikuwepo wengine 6 wamekufa, babu yako, kwa ajili ya kumwabudu Allah, yani hofu yake yeye kupambazuke aongee na Mola wake. Sasa amani ikitoweka katika nchi yetu, maana yake nyinyi waandishi wa habari, sisi watu wa dini, sijui nani, tutakuwa responsible. Maana yake nini? Tutahusika kujibu. Na amani ni ibada. Amani ni ibada. Mitume wote wa Mwenyezi Mungu waliokuja wameitangaza amani. Musa ametangaza amani, Ibrahim katangaza amani, Nuhu katangaza amani, Nabii Muhammad katangaza amani, Isa katangaza amani. Yesu anasema amani yangu nawapa, nitoavu mimi si watoavu Baba. Muhammad anasema asalamu alaykum, yani kila siku asalamu alaykum, mwe watu wa amani. Kwa hiyo amani ni tunu kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa sisi kupitia mitume wake. Kwa hiyo ukimwona mtu anavunja amani, maana yake amempinga Mola wake. Kwa hiyo baada ya kusikia kwamba hapa kutakuwa na ninyi waandishi wa habari, kwa hiyo amenialika kijana wangu Firdaus kuja kuiongelea amani. Amani ni kitu muhimu sana.
Amani ikikosekana, hivi kamera vyenu hivi size hamwezi kushuti, hamwezi. Hili jambo lipelekeni sana, lizungumzieni sana. Mwenyekiti wa CCM ameongea na yeye vile vile anataka amani. Hebu fikiria, mwenyekiti wa CCM anajua amani ikikosekana hatakuwa mwenyekiti huyu wa CCM. Wote kwa mwenyekiti wa CCM wakati umekufa. Kwa hiyo anaitetea amani ili abaki, azidi kubaki kwenye kiti wa CCM wilaya Mkuranga. Ameongea maneno mazuri sana. Na Yesu alikuwa akiwakuta wanafunzi wake, ukisoma Yohana 20:17. Hii hata IPM anaijua hii. Anaambia amani iwe kwenu. Manake mwe watu wa amani, mwe watu wa salama. Maamkizi yote ya mitume mkumba, maamkizi yote, mitume wote duniani, hakuna mtume aliyekuja akamkia mambo sijui vipi, sijui nini. Wote ilikuwa shalom, aman, assalamu alaikum. Shalom manake amani iwe kwenu. Kwa hiyo tunataka kukutumeni nyinyi waandishi wa habari haya mawaidha haya, msiatie tena vitu vingine, yapelekeni hivi vialivyo. Ukimwona kijana amehamasika kutaka kuvunja amani, mwambie Gaza ushasikia? Umeshasikia Gaza? Kuna watoto wamekufa hawajui wazazi wao. Kuna wadada ameolewa, anaolewa leo, hajafanywa lolote na mume wake. Unakuja napigwa mzinga, nyumba inaanguka, wote wanakufa. Kaoa alafu hajafanya lolote. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu. Yani amani kinasababisha wewe ufanye lolote unavyotaka. Maana yake ndoa hajafaidi, katoa mahari kabla hajafanya lolote, kwa ukosefu wa amani amekufa. Amani mia tu, salamu alaikum. Akiangalia simu tazimazika, wa alaikum salam sheikh. Unasemaje? Naambia sisemi kitu. Lakini kuna mawaziri wengine ukipiga simu hapokei. Allah haki ya Mungu apatikana, najua huyu kapiga simu, huyu njaa. Kumbe ni kutoleana salamu tu. Ukimwona mtu anachanganyikana na watu kwenye maulidi mara hivi haringi na nini, mtu kama huyo unamuonaje? Kama vile Yesu na mtume walikuwa wakija. Yesu mtume alikuwa na maswahaba. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Siku moja kakaa na wanafunzi wake, jamaa mmoja sijui naye kavunja amani, katoa hala, kataka kumkata mwenzie. Sikia akamwambia, wewe shika adabu yako, unavunja amani, rudia sikio, rudisha sikio lake. Nyie wengi hapa ni Wakristo, mnajua Yesu anakupenda amani, akamwambia unamwondeleaje sikio? Rudisha sikio lake. Alafu chukua panga lako, weka kwenye hala. Nini ile? Amani. Amani ni kitu muhimu sana. Naombeni waandishi wa habari ili msitizie sana. Wallahi wa billahi, amani ni kitu muhimu sana. Na mimi nataka nikuombeeni dua na nyinyi. Mwenyezi Mungu awajalieni haya tunayoyasema haya muyafikishe. Mimi ninachoogopa, mimi ni mtu wa dini, mtangazo wa dini. Mimi natangaza dini yote kwa Wakristo, Waislamu. Naogopa kwa umri wangu niliokuwa nao, kazi niliyoifanya, alafu amani inakuja kupotea na mimi nipo. Siku kwa Mungu nitamwambia nini? Kwa hiyo na mimi najitoa vile vile. Ikifika kiyama Mungu ataniuliza, utampeleka motoni kwa kufanya ulimi wako kutamka mabaya. Wanahabari wapo, watu wengi wanatumia vyombo hivi vya habari, wengine wakiwa tu mitaani bila vya habari wanamtukana sana rais. Sana. Sasa tuambie tu kama Zawia tukaendelea katika lile jambo la mwisho ambalo nilisema nitaligusia hapa, kwamba wiki moja kuelekea kwenye uchaguzi tutafunga kwa sababu funga ni ibada, na tunafunga kwa sababu ya mambo yote haya niliyosema. Tunafunga kwa ajili ya kuiombea amani taifa letu, tunafunga kwa ajili ya kuombea uchaguzi wetu upite kwa amani, lakini pia tunafunga na pia tutafanya dua kubwa kwa wale wote wanaomtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
hawa pia tutawakabidhi mikononi mwa Mungu ili Mungu nao aweze kuwashughulikia. Haiwezekani kijana ama mzee umezaliwa na wazazi wawili, baba na mama, unakwenda kumtukana kiongozi wa nchi yako. Mtume ametufundisha unapomtukana mzazi wa mwenzio ama unapomtukana mwenzio, basi umesababisha wewe kumtukana mwenyewe mzazi wako. Kwanza kesi mimi nimekutukana wewe kwa kumtaja mama yako, lakini nimemtukana mama yangu mimi. Haya ni maneno tunayofundishwa katika dini. Kwa hiyo akasema hawa vijana, wawe wazee, kama wanatumia ndimi zao kumtukana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ama kumtukana kiongozi yoyote, mimi nawahesabu hawa ni wana wa haramu tu. Kwa sababu mtoto aliyezaliwa na akatamkiwa bismillah wakati anatafutwa, sifikirii kama kinywa chake kinaweza kukosa utovu wa nidhamu na kumtukana hata yule aliyemzidi makamu. Achilia uongozi, sababu uongozi sifa nyingine. Kukuzidi tu makamu uweze kumtolea lugha mbaya. Kwa ukimwona kijana anatamka lugha mbaya kwa viongozi, hususan rais wetu mpendwa, tambua huyu ni miongoni mwa wanaharamu. Akiwa mtu mzima basi ni mwana haramu, akiwa mtoto basi mtoto wa haramu. Maana kuna mwana haramu na mtoto wa haramu. Kwa hawa tunawachanganya kwa sababu kwa wote wanamtukana rais, hawa tutamkabili